kusimamia kazi za wasanii wengi kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Tukiachana na issue kuweza kusimamia kazi za wasanii mbalimbali kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava, lakini pia ni manager ambaye of course amewafundisha kazi watu wengi za kuweza kumanage wasanii. Speak about team manager kama Babu Tale, manager kama Salam SK au Salam Mendes, lakini pia tuna manager kama Aidan Chalia ambaye yuko pale Kings Music Records, miongoni mwa manager ambao of course wamepita chini ya mikono ya mwanadada Seven Mosha. So huyu ni manager ambaye of course anaheshima sana kwenye industry ya muziki Bongo Flava kutokana na kile ambacho of course amekifanya, lakini pia mchango wake ni mkubwa kwa wasanii, lakini pia kwa baadhi ya managers ambao mpaka this time tunaona wana manage wasanii na wanawapush kwenda mbali zaidi kimataifa, au sio? Lakini pia kama nilivyokusanua, ni manager ambaye amewahi kusimamia kazi za wasanii wengi kwenye game ya muziki Bongo Flava. Speak about kazi kama za msanii Lady JD. Kama unavyofahamu, msanii Lady JD kuna kipindi alikuwa anafanya kazi zake chini ya label ya Rockstar 4000, au sio, ambayo this time inafahamika kama Rockstar Africa. Lakini pia kipindi hicho alikuwa akisimamiwa na manager Seven Mosha. Lakini pia speak about mtu mzima Baraka da Prince. Kama unavyofahamu ni kwamba Baraka da Prince ni miongoni mwa artist ambaye amefanya kazi chini ya Seven Mosha, lakini pia kazi zake zilikuwa zikisimamiwa na mtu mzima Seven Mosha under label ya Rockstar 4000. Na baadaye tukaona Baraka da Prince alijiondoa pale Rockstar, na kipindi hicho alikuwa akifanya poa, lakini this time around ni kwamba tunafahamu Baraka da Prince design fulani moto wake umezima. Lakini pia ni manager ambaye ashaye kufanya kazi na mtu mzima Ali Salekiba chini ya label ya Rockstar 4000, ama this time inafahamika kama Rockstar Africa. Na kama unafahamu, huyu ni manager ambaye amefanya kazi kwa kipindi cha muda mrefu sana na mtu mzima Ali Salekiba. Kama unafahamu, baada ya Alikiba kukaa kwa takriban miaka mingi bila kuachia project kwa takriban miaka 4 hivi, na baada ya kurudi kwenye industry ya muziki Bongo Flava bana, Alikiba ni kipindi ambapo aliachia ngoma ya Mwana, lakini pia akaja na album. Tunaona kazi zake zote zilitoka chini ya label ya Rockstar 4000, na baadaye Alikiba akapata deal la kufanya kazi chini ya Sony Entertainment, au sio? Lakini pia hicho kipindi ni kipindi ambacho Ali alikuwa chini ya Seven Mosha. Lakini pia kama unavyofahamu, Alikiba ni miongoni mwa artist ambaye tumeona alinyakua tuzo mbalimbali kwenye game ya muziki Bongo Flava, lakini pia nje tumeona ashawahi kupata paka tuzo ya msanii bora barani Afrika. Na kipindi hicho ni kipindi ambacho alikuwa akifanya kazi chini ya mwanadada Seven Mosha. Sasa moja interview ambayo mwanadada Seven Mosha ameifanya siku za karibuni akifanywa mahojiano na Salam Jabel kupitia East Africa TV, of course ameka wazi za way ambavyo mpaka this time around tumeona hafanyi kazi na mtu mzima Ali Salekiba, ambapo yeye binafsi aliweka wazi akidai ya kwamba ni kweli hivi sasa hafanyi kazi na mtu mzima Ali Kiba kutokana na misha za kibiashara kupishana, lakini pia akaweka wazi kwamba wako poa na wana mahusiano mazuri, hakuna ugomvi kati yao, ni swala tu la kibiashara, kwamba this time around tunaona ameacha kufanya kazi na mtu mzima Ali Kiba, lakini pia bado anamsimamia msanii Ommy Dimpoz pose kwa pose kutoka kwenye game ya muziki Bongo Flava, ambaye mpaka this time tunaona bado yuko pale katika label ya Rockstar Africa. Lakini pia manager huyo of course ameulizwa kuhusiana na beef la mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Ali Salekiba, ambapo yeye binafsi maoni yake alikuwa kama hivi. Amefunguka na kuweka wazi akidai kwamba beef la mtu mzima Alikiba na mtu mzima Diamond Platnumz liendelee kibiashara, au sio? Kwa sababu anadai kwamba kutokana na beef hili kuwepo, tumeona limekuza sana game ya ushindani hapa nchini Tanzania. Tunaona kumekuwa kuna mshamsha mashabiki kutoka pande zote mbili, team WCB wakijinadi kwamba Diamond Platnumz ni bora kuliko mtu mzima Diamond Platnumz, kuliko mtu mzima Alikiba, lakini pia team Kiba wakijinadi na kudai kwamba Alikiba ni bora kuliko mtu mzima Diamond Platnumz. So kutokana na ushindani huu ambao mwanadada Seven Mosha amedai kwamba upo kwenye game ya muziki Bongo Flava, yeye anahisi ni bora bifu hili likaendelea kibiashara, kwa sababu of course linawapa pesa. Tunaona Diamond Platnumz anapiga mkwanja mwingi na tunaona mtu mzima Alikiba anapiga mkwanja mwingi, lakini pia akaweka wazi kwamba tunaona kila msanii anakuwa kwenye spotlight, kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba anakaa kwenye level ya juu, hivyo kwa msanii Alikiba, lakini pia kwa Diamond Platnumz. So bifu hili yeye binafsi anaona ni bora likaendelea kibiashara, kwa sababu of course bifu hili ni la kibiashara.
lakini pia akaika wazi utofauti wa mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Ali Alikiba. Akadai ya kwamba Alikiba ni miongoni mwa msanii ambaye mambo yake mengi yako private. Tunaona ni msanii ambaye kwanza hapendi kiki, lakini pia ni msanii ambaye hana drama. Akadai ya kwamba Alikiba ni vigumu sana kufahamu habari zake nyingi kuliko mtu mzima Diamond Platnumz, kwa sababu yeye binafsi Alikiba ni msanii ambaye tumeona mambo yake mengi amekuwa akiyafanya kwa siri, amekuwa haweki wazi labda anamiliki mkwanja kiasi gani, au ni biashara ngapi ambazo yeye binafsi anamiliki, au anamiliki majengo kiasi gani, au ni mali kiasi gani ambazo yeye anamiliki, kwa sababu kutokana na lifestyle ambayo amekuwa akiishi, amekuwa ni msanii ambaye kiukweli ni mkimya, lakini pia mambo yake mengi ni private, lakini pia hapendi kiki. Lakini pia akamtaja Diamond Platnumz akidai kwamba Diamond Platnumz ni msanii ambaye kama unavyofahamu ni msanii ambaye mara nyingi maisha yake mengi yanaendeshwa na mitandao ya kijamii. Speak about Instagram. Diamond ni mtu ambaye tumeona maisha yake mengi hayako private. Tumeona amekuwa akihesabu pesa nyingi sana kupitia video clip ambazo amekuwa akisambaza kupitia social network. Tumeona maisha yake mengi yamekuwa ni yako open, ni rahisi kumfahamu kwa sababu hata mahusiano yake ya kimapenzi na wapenzi wake tumeona yamekuwa sio mahusiano ya siri. Anapokuwa akianza relationship na mtu amekuwa anaweka wazi kila mtu afahamu, lakini kwa mtu mzima Alikiba imekuwa kidogo ni tofauti. Lakini pia tunaona Diamond Platnumz ni mtu ambaye tunaona kila anapotaka kufanya tukio kubwa lazima kuwa kuna drama fulani, then ndo anakuja kulipua ile tukio. Tumeona hata kipindi ambapo tumeona wakizindua zile Wasafi Festival, tumeona mara kadhaa amekuwa akimtaja mtu mzima Alikiba. So Alikiba anapokuwa akijibu mapigo, of course linaenda kuboost lile tamasha la Wasafi Festival. So Seven Mosha ameka wazi utofauti wa watu wawili, kwamba mmoja yeye maisha yake yamekuwa ni private sana, imekuwa ni ngumu kumfahamu kiundani, lakini pia mtu mzima Diamond Platnumz yeye ni rahisi kumfahamu kwa sababu maisha yake mengi yamekuwa yako open, amekuwa hafichi, amekuwa akiweka wazi kwamba anamiliki pesa kiasi gani, mali kiasi gani, au sio, au mkwanja anamiliki kiasi gani. So amekuwa ni msanii ambaye mambo yake mengi hayapo vile secret kama mtu mzima Ali Alikiba. Lakini yeye binafsi kuhusiana na swala la beef kuendelea, ameweka wazi na kudai kwamba beef hili liendelee tu kwa sababu ni beef ambalo lina benefit kibiashara. Una mtazamo gani kwanza kuhusiana na beef hili la mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Alikiba? Bana, dondosha maoni yako hapa chini, comment yako katika sehemu ya comment section, gonga like kwenye video, lakini pia endelea kushare kazi zetu wezavyo. Langu jina naitwa ChristyBoy_TZ. Unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za social network, Facebook, Instagram, Twitter, lakini pia usahau kufollow kwa jina la Bongo Media 1. Bana, bye bye, see you next time.